kufikia tumekuona wewe tokea ulipotuumba mpaka wakati huu tumekuona wewe Bwana. Asante Bwana, tokea Jumatano tumekuwa na wewe, watoto wako jina lako limetukuzwa ndani mwao. Bwana, hata sasa malaika wako wako mahali hapa, Roho Mtakatifu kwa mahali hapa kutuhudumia. Tumia kama chombo chako Bwana, neno lako litukuzwe. Fadhili zako Bwana zihimidiwe. Tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Aenda kinyume na nguvu zote na ila zote za mwovu Shetani na mamlaka na ngome zote za giza. Sipate kushindwa katika jina la Yesu. Tabaraki Baba yetu kutenda, maana wewe ndio unayestahili. Tunaomba haya ni katika jina lako Yesu Mfalme. Baba, tunaomba na kushukuru. Mtu mmoja aseme amen. Katika matoleo tunayotoa lazima utambue kwamba kuna aina za sadaka. Kule mbele tunaona aina ya matoleo. Hapa tunaangalia aina za sadaka. Ukizifahamu aina za sadaka, utajikuta huko mazingira mazuri sana. Aina ya kwanza ya sadaka ni hii. Inaitwa malimbuko. Malimbuko. Hii ni aina ya kwanza ya sadaka ambayo unaandaa kwa sadaka yako katika fedha ya kwanza ambayo unapata. Inawezekana ni faida ya kwanza katika biashara zako. Itoe kama malimbuko. Inawezekana ni mshahara wa kwanza uliopata katika kazi yako. Utoe malimbuko. Inawezekana ni mazao ya kwanza unayovuna katika mazao yako. Yatoe malimbuko. Ni sadaka ambayo watu wengi hawaelewi, lakini inajenga misingi ya kukuza kiroho chako. Wakati nimeajiriwa ajira ya kwanza mwaka 2015 kwa mwasibu katika taasisi fulani, nilimpigia baba simu, nikamwambia baba, natamani nitoe mshahara wangu wa kwanza kwa sababu Bwana amenitendea. Baba akasema, nasikia unasemaje? Sasa nataka nitoe mshahara wangu wa kwanza kwa sababu Baba, Mungu wangu alichonitendea. Na mshahara wa kwanza ulikuwa ni 500. Nikachukua mshahara wote mwezi uliofika, nikautoa wote benki, nikamtumia babangu. Siwezi nikaacha kumbuka. Nikamtumia mzee. Baada ya siku, mzee akanipigia simu akasema, mwanangu, Mungu akubariki sana. Kazi zako zisipunguke. Hilo neno limenisaidia mpaka leo. Jamani, haleluya. Huyo mzazi anamwambia alimsomesha huyo na mama huyo akafariki na mama akafariki. Huyo ndio nilimtumia malimbuko yake. Maana alikuwa ni mchungaji. Kwa hiyo nikaona nikituma ni sahihi. Kuna neno nikatuma mshahara malimbuko. Ilikuwa ni kazi yangu ya kwanza, nategemea ninunue hiki na kile na huko na kule. Lakini nikaacha kwa ajili ya kwanza. Nikatuma hiyo sadaka. Nadhani ndio ambayo inanilinda. Sijui wewe ulipoanza kazi kama ulikumbuka hii sadaka ya malimbuko. Sijui ulipoanza biashara ukapata faida ya kwanza. Sijui kama ulikumbuka malimbuko kumtolea Bwana. Sijui. Nafsi yako inajua. Kama uliza mwenzako kidogo mguse begani, muulize vipi hapo umetoa sadaka ya malimbuko rafiki yangu wewe? Alafu mwambie naomba nini? Amekusikia kweli? Hebu mshike sikio kidogo. Inawezekana hajakusikia, mshike sikio. Mama mshike sikio. Hata katika amekaa peke yake hapo. Mzee unaweza kuambia sika nyuma peke yako, maana kule naona kuna mtu. Hebu mshike mwenzako sikio kidogo, mwambie rafiki yako vipi? Kutoa malimbuko wewe rafiki yako wewe. Alafu apijibu. Kama ukutoa tengeneza hiyo muda ufanye kazi. Haujachelewa, unaweza kumtolea Mungu malimbuko. Hata ukaja na sadaka ukamwambia Mungu, nilisahau, nilikuwa sijui kinachoendelea, lakini nimefahamu, nimekuja na malimbuko yangu. Utamwona Bwana kama unajua katika kazi na shughuli zako na katika kilimo na mifugo yako. Bwana atatenda mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mwenzako haujachelewa. Unaweza kufanya. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10.
Jamani, Bwana Yesu. Na inawezekana usihangaike sana kuandika kila neno kwa sababu vyote vinaeleweka vizuri. Nikiweka tu ibada vinaingia kwenye problemu wa wasa. Ukipata. Kwa hiyo nisikilize vizuri. Andika machache. Mengine utayapata. Na hizo notes zitadumu hapa kama ya kufundisha kanisa la Bwana. Jamani, haleluya. Waambie mwenzako usikilize mchungaji, usikilize sana kwa nini. Andika kidogo. Usikilize sana. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mheshimu Bwana kwa mali yako yote. Kinachoanza hapa ni heshima na mali zako zote ulizonazo. Jana nilizungumza kwa mapana sana habari ya mali ulizonazo. Usijisifie kwa sababu una gari nzuri. Hakuna aliyezikwa na gari. Usijisifie kwa sababu una nyumba nzuri. Hakuna aliyezikwa na nyumba. Usijisifie kwa sababu una kazi nzuri. Hata mimi nimeiacha hiyo kazi nzuri ya mshahara mkubwa. Usijisifie. Usijisifie kwa sababu umeoa mke au mume mzuri mrembo, huyu umeoa babu sana. Hapana. Nakwambia muda si mrefu anaweza kaoza ikabaki mfupa. Usijisifie. Hakuna namna ya kujisifia na vitu tulivyonavyo. Tuna viatu. Rais wetu alipigania sana maendeleo ya nchi, lakini cha kushangaza hakuzikwa na mradi wowote siku ya kuzikwa. Hakuna mradi aliyozikwa nao. Kwa hiyo anasema mheshimu Bwana kwa mali yako yote na kwa malimbuko ya mazao yako. Alafu utaona mstari wa 10 kinachoendelea, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Kama ni biashara, Mungu atakuletea wateja kwa wingi. Kama ni huduma, Mungu atakuletea washirika kwa wingi. Jamani, haleluya. Kama ni mzazi, watoto wako watakupenda kwa wingi. Ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yatakapofika divai. Faida ya kwanza katika biashara yako, utoe kama malimbuko. Mshahara wako kwanza, utoe kama malimbuko. Mavuno yako yatoe kama malimbuko. Muda wangu unitosha, ningekutangulia. Nini unatoa? Bwana Yesu asifiwe. Toa kama malimbuko. Unapotoa, Mungu atakujaza. Na hapa nikasema roho kutoka kanisani, roho kutoka kwa utaji, roho kutoka kwa wazazi wako au kwa umishi. Nimezungumza kanisa la Kristo. Hayo ndio mambo makubwa manne yanayofanyika sasa. Lakini aina ya pili ya sadaka ni zaka. Zaka. Ndio zaka hii. Ikikiri kwenye vitu vya watu kuna wakati mwingine hata mimi nilikuwa na kizunguzungu kwa sababu ya zaka. Zaka. Hii zaka ni aina gani ya sadaka? Ni sadaka ambayo inafungua malango ya uchumi wako. Neno zaka. Sadaka ni zaka. Mtu anayewekeza kutoa zaka sio mtu wa kawaida. Hawezi kuona katika mambo ya kawaida. Watu wanaposema magonjwa huyu anaumwa, huyu anafanyaje? Watu wanaposema utoshelevu wa chakula hakuna na fedha, huyu anacheka nini? Kwa sababu yeye anacheza na sadaka ya zaka. Zaka ni 10% ambayo Mungu alisema toeni zaka. 10%. Anayepata shilingi 1,000 anatoa zaka shilingi ngapi jamani? Kwa mahesabu hapa tunaanza kutoa vizuri. Ili sio kabisa swali baada ya ibada. Unaweza kuandika hiyo. Anayepata pato la shilingi 1,000 anaweka katoa zaka shilingi ngapi jamani? Kwa maana hiyo mtengene baada ya sema makofi. Anayepata zaka shilingi 10,000 anatoa zaka ya shilingi ngapi jamani? 1,000. Anayepata mapato ya shilingi 500,000 anatoa zaka ya shilingi ngapi jamani? Shilingi. Anayepata milioni 1 anatoa zaka ya shilingi ngapi? Anayepata milioni 10 anatoa zaka ya shilingi ngapi? Sasa muulize mwenzi
mshike sikio tena. Hapa tunatembea na upako wa sikio. Inawezekana tunafika yasikii vizuri kwenye masikio yetu. Hebu mshike mwenzako sikio rafiki yangu. Tena. Hiyo hesabu. Hatuhitaji mwalimu wa kuja kukutoa. Hebu mshike mwenzako sikio. Na ambaye mshike mwenzako sikio naye ni mchawi. Mama anasema ndio. Mimi sitasema ndio. Kazi hapo. Alafu kishika sikio unaniambia kidogo kwenye sikio. Wiki umetoa zaka sukari. Ina maana unapata na shilingi 300 rafiki yako. Hapo hata kile yule anayetoa mafuta. Akaja na lori, tipa, samplera, tenki la mafuta. Unahitaji baraka za kuombewa kupata mtoto au kupata baraka. Hebu kurukia ndani ya hili tenki. Wewe usipate mafuta. Ila kurukia uonge kwenye mafuta haya alafu ndoke maana ndio sasa upako. Wanangu kama utimizi zaka au toboi. Kwenye hiyo damu ambalo tunasonga. Miujiza hiyo hapa. Na hiyo ndio kanuni ya Mungu. Kweli wiki imeisha utapata 500. Sizungumzi kule sizungumzi hapa kule. Kanisa langu sababu. Na watu 150 wanaokuja kutoa zaka wale naona hawapungui hata 20. Ndio mchungaji anakuja kuwaombea baraka za Bwana. Watu 20. Sizungumzia hapo jamani. Nazungumzia kule nilipotoka. Mwambie